Mbalali sisi changamoto kubwa tulionayo ni migogoro ya ardhi. Tunanyang'anywa ardhi bila hata tuelewe shida ni nini. Ukija utasema hili eneo ni oevu nini nini, lakini hivi saizi kulingana na hii changamoto ya kiangazi hichi, mheshimiwa makamu mwenyekiti, kama utapata wasawa kwenda kwenye maeneo ambayo tumenyang'anywa ardhi, wewe mwenyewe unaweza kulia machozi. Ni vumbi tu linatimka. Hamna hicho kitu kinachoitwa uoevu. Ndugu mwenyekiti, naomba nimkumbushe makamu wa mwenyekiti taifa. Wakati wa miaka ya 70 huko aliwahi kuja Madibira kama waziri wa kilimo. Anaijua vizuri sana Madibira. Wananchi wa Madibira wamenyang'anywa hekta 3600 bila kushirikishwa. Lakini mwenyekiti, kuna kitu kimoja naomba ujiulize wewe mwenyewe mwenyekiti na viongozi wa wilaya. Hivi kwa nini mgogoro huu unadumu muda mrefu toka 2012 mpaka sasa? Tatizo nini? Kwa uelewa wangu, kutoka kwenye tatizo katikati hapo mpaka taifa, watu wa taifa wanapelekewa habari sizo. Mimi nikuombe mwenyekiti, kama inawezekana awe makamu ama rais mwenyewe akuite wewe ukiwa mkoani, akiwa Madibira ama Mnazi, wakaone hali halisi ilivyo. Tuna watu hapa mgogoro huu kwao ni mtaji. Nakushukuru. Unaitwa nani mzangu? Mwenyekiti, kwa majina naitwa Shabani Juma Sawasawa, natokea kata ya Madibira. Kinatoka jamii ya kifugaji. Wenzangu wameshasema jeni 28. Mimi nataka kusema swala la narko. Juzi tumempata naibu waziri ndugu yetu Mnyeti. Na muomba makamu mwenyekiti akamsaidie huyo jamaa kwa sababu kuna watu pale haiwezekani. Wafugaji hatuna namna ya kuchungia mbuga ya Tanapa. Kwa sababu Ruaha National Park imeshakuwa Tanapa, imepingwa kisheria. Sasa ile imepingwa kwa ajili ya mifugo. Kwa nini walime? Hivi jamani, ng'ombe zenyewe hazina haki duniani? Tunataka sheria za wanyama. Kwa sababu Mnyeti amesema mambo mazuri sana, lakini tunajua hayo ni mambo tu ya kusemwa kila wakati. Ile rangi inaendeshwa kisiasa. Tunaomba siasa iondolewe, tunaomba haki ya wafugaji patikane Mbarali. Sisi kule tumeshajua Tanapa. Narko, ndio. Narko. Haki ya wafugaji. Narko. Kwamba mnaomba, tunaomba isilimwe kabisa hata chembe. Tatizo kubwa tulionalo mpaka sasa ardhi yetu hii tunaisema ya Mbalali kutoka Ruiwa mpaka Madibira, mheshimiwa mwenyekiti, tumekwama namba. Hatujui hatima yetu ni nini. Kwa nini nasema? Vijiji zaidi ya 32 vyenye changamoto vimechukua ardhi asilimia 90. Watu wanaposema kwamba Mbalali ni kubwa, wanaeleza vijiji vya Igurusi. Lakini ukitaja kata zenyewe, kata 9 zimechukua kilomita za mraba 10,000. Nini maana yake mheshimiwa mwenyekiti? Tuiombe serikali sikivu kupitia makamu mwenyekiti ambaye Mbalali anaijua. Mwaka 2006 alifika na waziri mkuu Pinda mahali hapa, akitoa maelekezo Pinda kwamba mradi uanzishwe Mwenda Mtitu ili kuondoa wananchi wanaolima kwenye mashamba ya mwekezaji kwenda nje. Hivyo basi skimu zaidi ya 60 ziko kwenye mgogoro. Tunakwenda wapi? Ombi letu sasa kwa serikali kupitia makamu, iwepo sasa sheria ambayo bado tuna changamoto ya uhitaji wa ardhi kwa ajili ya shughuli za kilimo kwa Wanambalali. Kwa mujibu wa sensa ya 2022, Wanambalali tuko takriban 440 na kitu. Ni idadi kubwa. Lakini pia Mbalali tunapokea wageni wengi ambao wanakuja kufanya shughuli za maendeleo hapa. Kiukweli hatuna maeneo kwa ajili ya kufanyia shughuli zetu. Lakini wilaya ya Mbalali ni wilaya ya 7 kwa mujibu wa sensa ya mwaka 2022 yenye mifugo mingi Tanzania. Ni ukweli tuna changamoto ya migogoro mikubwa kati ya wafugaji na wakulima kwa sababu hatuna maeneo. Jeni ya miaka ya namba 28 ilinungunikiwa na watu wote wa Mbalali. Na sisi hatuwezi kukaa tukanyamaza tukasema wananchi wamenungunika na jeni 28 lazima ibaki. Rais Samia wakati wake ndiye ameondoa jeni 28
na badala yake akaweka GN 754. Ile GN 58 iliyokuwa inaondoa vijiji 39 kutoka hifadhi ndiyo imefutwa. Badala yake kuna GN 700 ambayo ukiondoa vijiji vile 39, vile ambavyo vinabaki ndani ya hifadhi vinakuwa 5 na sio 39 tena. Na hivyo 5 tunavifanyia tathmini. Kwanza lile eneo lililokuwa limechukuliwa na hifadhi, halafu limetolewa na GN ya 754, lina jumla ya hekta 74,000 au ekari 185,000. Hilo eneo hilo limerudishwa nje ya hifadhi, lakini kulikuwa na watu wanaishi kule, haliko wazi. Lakini kuna watu wengine wametoka, sijui wametoka huko wanakujua wenyewe, wameingia kule nao wamechukua tena maeneo makubwa kuliko wale waliokuwa mle wakiishi. Sasa tunasemaje? Tunasema zile ekari 185,000 zibaki kwa wale waliokuwepo, lakini wale walioingia na kuchukua maeneo makubwa kinyume cha sheria, mkuu wa mkoa aende kule na watu wake wachunguze maeneo kwa utaratibu kabisa, wakishirikiana na maofisa wetu wa ardhi, ili eneo lolote ambalo halikuwa linashughulikiwa na wale waliokuwepo wakati GN 700 inafanyika, iwapewe wakulima wadogo. Wadogo walime. Sisi ni nchi tofauti kabisa na nchi nyingi mnazozijua. Ziko nchi za jirani yetu hapa walijidai na ubepari wa kuuza ardhi kama wanavyouza kanga. Hawana ardhi. Leo kuna wazungu Kenya pale bado wapo. Kuna viongozi wakubwa wamechukua ardhi tena kwa hati. Lazima tuhakishe mambo hayo hayatokei kwetu. Sasa maeneo mengine ambayo lazima tuyaguse. Serikali tuliwapatia wawekezaji hapa. Mmoja yuko kwenye shamba linaitwa nini? Mbarali Estate. Na lingine linaitwa Kapunga. Hawa tulikubaliana nao, haya yalikuwa mashamba ya serikali. Tulikubaliana nao wayalime. Sasa wanayo ardhi, wanayo, na tuliwapa wala tuwalaumu, lakini hawayalimi yote, wanalima kidogo. Badala yake wanayakodisha. Wanayakodisha, na wanaoyakodi ni wale wenye hali mbaya. Tena wengine sio kwamba wanayakodisha wao. Kuna watu wakubwa kidogo zaidi wanayakodi, wanakuwa madalali, alafu wanyonge wanakodi juu ya wakodi. Sasa tunasema hii dunia ya samaki mkubwa anakula wadogo ina uzuri wake, lakini gharama zake kubwa. Kwa hiyo tunasema nini? Leo hii nimezungumza na Mura kwa simu, yuko Afrika Kusini. Anauguza mama yake, tunamuombea heri. Lakini nimemwambia ana blocks moja na shamba moja na shamba namba ngapi? Namba 2.
Alipokuja katibu wa Chama cha Mapinduzi hapa alisema lishughulikiwe ili wadogo wapewe walime kwa kudumu. Leo nimemwambia sasa kazi ya kukabidhi mashamba hayo itaanza na mkuu wa mkoa na waziri wa kilimo, tunawaagiza wasimamie jambo hili. Na tunataka msimu ujao hao waliokuwa wana kodi sasa wawe wamiliki wa ardhi. Hapo vipi? Hapo sawa eh?